Karibu sana daktari. Asante sana. Habari yako? Mbona unacheka? Mimi sina ubaya, sifikiri kulewa. Unafikiria nation building. Karibu sana ndani ya Asante. Good to be here. Introduce angalau watu wakujue. Nimesahau tulikuwa tunaongea na yeye, nafikiria tulikuwa tunaongea na msikilizaji. Habari zenu? Habari yako msikilizaji, mimi naitwa Ken Peter Munywa, mimi ni mshauri nasaha. Nafanya kazi na shirika linajulikana kama Talent Recruit hapa mji wa Nairobi pale Lavington, na ni furaha kuwa hapa na kunongonezana na wewe. Sasa nataka tuzungumze watoto walimaliza mtihani and kumekuwa in the past kumekuwa na issues, unapata mtoto hakupata zile marks alikuwa anataka na watoto wanakuwa stressed na wazazi hawa notice. Utadetect aje mtoto wako kuna stress kai? Kwanza tuanzie hapa. Wakati una expect mtoto afanye vizuri kwa exam, je, ni kitu umeangalia vizuri ama ni being ambitious? Najua kila mzazi anajua capability ya mtoto wake. So saa zile wewe unasetia mtoto high standards, unamsetia kwa sababu anaweza fikia ama ni kwa sababu wewe mwenyewe? Kwa sababu mara mingi wazazi we meet our needs with our children. Wewe haukupita mtihani, alafu kaolewa na mzee hakupita mtihani. Sasa mnangoja mtoto apite kama nani? Kama nani? Akuwe nani role model? Na sisemi kwamba kama mzazi hakupita mtoto hawezi pita. Kwa hivyo first and foremost ni vyema wazazi appreciate chenye mtoto ameleta. Hata kama amebakisha marks mingi ndio ifike 500. Kuna jamani nimesikia amesema mtoto wake alikuwa akona 400 ndizo zingeongezewa afike 500. Pia it could be a joke, but let's appreciate that huyu mtoi amekuwa aje. Number 1. Number 2, tuangalie nchi yetu imekuwa na nini. The whole of this year, suckers after suckers, walimu wanagoma, madaktari wanagoma, ni election period, nurses washarudi walikuwa wamegoma na pia example. Ndio nauliza kama washarudi. Campaigns ndizo hizo, wazazi wengine hata walikuwa ni yao campaign agents huko, so hata time walimu walikuwa wanangoja ili waende wakuwe returning officers, so hata time kukuwa na hawa watoto. Sisemi kwamba kama mtoto alianguka ajitafutie excuses, lakini pia environment ya mtoto ilikuwa kivipi? Hiyo ni ya pili. Ya tatu, huyu mtoto amekuwa na historia gani? Kuanzia class 1. Angalia huyu mrembo ameambiwa alikuwa ni the top student wa 455. Yeye amekuwa kiongoza kutoka aanze shule. So si surprise. Surprise ni kwamba ameongoza nationally. Lakini kwa shule yao I think nilisikia akiwa kwa TV station moja akisema my head teacher alinipigia simu kuniambia ni mimi. Meaning hata mwalimu alikuwa na expect huyu msichana ataperform vizuri, akamwambia ukiwa na simu nipatie namba. So that nikwambie. Na kuna mzazi hata saa hii hajajipatia stress ya kutuma hiyo SMS. Juu yeye anajua hakuna haja confirm the fears kwamba mtoto wake ameanguka. Unaona? So lazima kila mzazi ajiulize where am I? So hii mambo ya stress. Yes. Surprise. Siko natarajia mtihani natangazwa this week. Matiang'i is too fast. Hapo alitupata off guard. Matiang'i. Hata tujaingia December. Akina watoto wametairi tu juzi. Hata hawajapona some boys. Sasa stress juu ya stress. You're becoming a man. Imagine. Alafu uambiwe pap niliuza ng'ombe nikapeleka ile ingine. Sasa hata kidonda itapona kweli? Ningetaka wazazi waelewe by the way, because the problem with most parents inakujia the frustration. Mzazi amestruggle. Pia mimi ni mzazi, so na imagine how maybe hauko well off. Umestruggle, umekopa, umepeleka mtoto shule. Amefail. As a parent, utadilaji na hiyo frustration ni mara mbili sasa. Utalipa deni na amefail. Acha tuseme kitu moja. The problem with our country is that we judge the prowess of our children from academics. There is a scientist hapo ambaye akipita kwa mtihani, that's a scientist in the making. There is an entertainment guru kama wewe Anita sahi. You do not necessarily need the credentials ya exam ndio to thrive mahali unataka kwenda. There is a footballer there who does not necessarily matter
mambo ya English kuongea. Tumeona how many of our athletes wanaenda huko nje, they make our country proud until you start getting jittery. Ukisikia kuna press conference wanaulizwa maswali na walami, hapo ndipo hapo hawangeuliza hii mambo yote, because mambo yao si mambo ya kuongea kizungu ama kukua fluent. Wazazi lazima ujue what is the prowess of your child. Talent ya mtoto wako ni ipi? Huyu mtoto, by the way, do you know there are children who perform well academically but they shame the parents? Always strike number 1. Go wakifukuzwa number 2. Wakisikia walimu wameongeleshwa vibaya, ni yeye anaongoza. Na kuna mtoto kutoka class 1 mpaka wa leo hajawahi fukuzwa kwa sababu ya bad manners. Mwalimu hajawahi teta, cleanliness ni yeye, lakini tu sasa alipata 150, wewe unaangalia tu marks, unasahau umtoi. Wazazi wengine wote uniona nikienda pale mbele kupatiwa zawadi. The cleanest people in this school is Anita, na mzazi. Lakini wacha sasa ifike mtihani, mzazi hata hataki kukuongelesha sababu umeanguka. Hii pressure wazazi wanaweka watoi iache. Na mimi husema exams ni 2 kwa maisha. Kuna exam ya class 8, hiyo ni ya kujitafutia secondary school. Hiyo hata haina maana sana. By the way, unajua kuna mahali itafika kwa CV, you will never mention mahali uliskulia primary, and that's why it's primary formative. Secondary sasa ndio ya career. Sasa what we need to do is concentrate more na hawa watoi, tuwaambie hata kama ulianguka, kuteleza sio kuanguka. You still can rise up again, go and undo whatever mistake was there, and then succeed later in life. Na wale pia wanafanya form 4, kwa sababu wataniuliza na wale wataanguka form 4. Hata wao pia waambie kwamba sio lazima ukue ulipita mtihani ndio uendelee kwa maisha. By the way, Anita, let me shock you. I passed very well in my KCPE. Because of where I come from. Mimi nilifanya KCPE 2. 1997 na 1998. Wazazi wangu afford kunipeleka Seko. Nikapita vizuri. But Seko nilienda nikaanza tabia mbaya. Ndio huyo mimi nikaanza kuanguka. Sikupita form 4. And as we speak, kufunza university nafunza. Amen. Because later I came to realize ni mimi nilijimess. So can I undo the mistakes and then I make my life a little better? And that is where most parents need to go. Kwamba whatever marks the child has brought, start working with those marks. Kama haungoji sasa letter of admission to the secondary school, anza kutafuta sahi. Tafuta sahi. Wazazi mnasikia, tukirudi tutakuwa tukizungumza nazi. Unaweza tutumia SMS kwa 22494. Najua pia watoto wamefunga shule, mnamsikiza daktari. Mkitaka kuongea na simu unakuwa nikichukua simu zenyu. Watu wanatuma SMS. Ukituma SMS kwa 22494, tunaongea kuhusu mtihani leo. And one important thing ningetaka tuongelee kuhusu. Ken, which I know you're dealing with sahi. Ni vijana. Yes. Unajua tukienda pale kwenye mtihani, uli notice this time wasichana wali perform better than we. And it's because wacha tuseme ukweli. Ile ukweli watu hawatataka kusema. Boy child alipotea. Walai. Siku hizi ni ama woman, siku hizi we empower the girl child sana. Which is not doing us much good, tuseme ukweli, because tuko na ita wanajita slay queens, and they become too empowered, wanakuwa slay queens. Wanapoteza the essence. Why hapana? Wewe I am not slaying. Okay. So wanapoteza the essence of education, na tunasahau ku empower the boy child. That is it. Why do you think as society, as parents, tumefika mahali, if I had an option sahi ya kupeleka my son and my daughter to the same school, I would want to take my daughter to a better school. I would give her better chances. Mbona ka society tuko hapo, wacha niseme si wote, nisijitoe, tuko hapo. Tuko na hii mentality kwa society. If you empower a girl child, ume-empower an entire community. Unasikia hiyo mentality? But if you empower a boy, you have empowered an individual. Sasa ile kitu ina happen sasa hivi ni kwamba wazazi wa leo akina sisi, we grew up when the girls were not empowered. True. Na sasa tuka grow up tukisema the girl child needs to be empowered. And now we are overdoing it. Na tunapeleka boy child chini. Unaona boy child amekuwa too inferior. Wacha nikwambie Anita, mimi huenda mashule. Ukienda shule mixed, useme nataka volunteers wawili hapa, utaona ni tudem tuwili tunatokea. Wanaume hata wako. Wanaume ni kama tumenyeshewa mbaya. Wanaume ni kama sasa maisha yetu imeenda chini, and we are not doing service to ourselves. Kwa sababu
men forgive me kutumia hii terminology kwa radio, men have been reduced to sperm donors. Nasikia wasichana wakisema mimi afadhali nipate mtoi lakini mambo ya kuolewa sitaki. Wanaume ni stress. Kwa sababu maybe uli grow up ukiona babako venye anapatia madhako stress, alafu unajiambia kama hii ndio maisha, acha ikae. So where did we lose it? We lost it when the male child lost a role model. Role model, ukiangalia sana, ukisikia TSC, I work with them closely, wakisema wale walimu wanapatwa na indiscipline cases kwa sababu ya alcoholism, majority wanaume. Kwa hivyo hata huyu kijana anashindwa, huyu role model wangu ni nani? Cheki hawa wasichana wakifika class 5, class 6, mambo ya cleanliness na mambo ya healthy wanatekiwa kando. Angalia mpaka saa hii uko na watoto, kaboy kakuja kakwambia mami nataka kukojoa, unamwambia enda pale nje. Lakini kadem mami nataka kukojoa, unakashika mkono ukapeleke mahali private, ukaambie kasusu hapo, alafu urudi nako. So boy child ameachiliwa tu ovyo. Ni kama we are not interested in the boy child. Sasa angalia, it has started impacting on our society. And let me tell you, it is the high time to jua kwamba if you empower one gender too much, the other gender becomes confined, na sasa utapata society itakuwa at a risk. Last week tulikuwa na dinner mahali, sitasema ni wapi, nilikuwa na MC, ni university. VC, Vice Chancellor, ni mama. Students leader, mama. Chief guest, mama. Praise and worship team, mama. Mpaka nilikuwa najiuliza, kwani mimi niko na umama nikaitwa mbele ya wamama nini? Kwa sababu unashindwa, what is happening to our boy child? Na ukijaribu tu kuambia vijana tokelezeeni, vijana wa siku hizi walai tumeanguka tu kwa madawa za kulevya. Kazi yetu ni kukunywa, kazi yetu tu ni kuchana, kazi yetu tu ni kuvuta. Unashindwa, when are we ever going to rise up and build our society? Na sasa venye umesema ni kweli, some of us are very interested, na ni kitu iko deep down. Sasa nimejiambia, even if it's going to cost me some other jobs that I do somewhere, I would rather. And the reason why, and we in agreement, is I am doing this because niko na msichana, I have a girl. I am doing this for my daughter, so that my daughter will get an empowered boyfriend. I have a son. I am doing this so that my son will also have boyfriends who are equally as empowered. Nisi empower kwangu peke yake. We need to change the way we operate in this society. Angalia wale watu wengi wanaenda kudemonstrate hii mambo ya picketing. Unaona mademo wangapi katikati yao? Kwa sababu mademo na concentrate, wanasoma, wako job. Angalia mpaka majob mingi siku hizi, unaona advert kwa newspaper, unaambiwa female candidates are recommended or are advised to apply. Unashinda female candidates, kwani what is happening to the male? Na unajua ile kitu itafanyika, wanaume watakalia wanawake zaidi. Hii mambo ya girl child empowerment itaendelea tu huku out in the open. Na ikirudi mahali sasa ni private, utaambiwa hiyo feminism yako upeleke huko ulikuwa, lakini kwa nyumba usiniletee hii mambo. It's a very sad situation that may affect maka watu wetu na performance yao kwa shule, that our boy child is not performing in school because ana feel. Na wengi sana bedhe mtaani pale kwa mageto, unapata mtu yeye kishamaliza class 8 akuperform ka kijana. That's the first thing. Second thing, mzazi hayuko interested kumpeleka shule kwa mwanaume. That's the mentality. Endo kahasol sasa. So unapata tunapoteza watoto wengi sana kwa gangs. So it's a lot of things. Wazazi tukirudi, nataka kuchukua simu zenyu kwa 0204445975. Pengine nilikuwa nataka mtoto apate 500 ama 600 out of 500 na hakupata hizo marks. Tafadhali ndachukua simu zenyu tuongee. Daktari yuko hapa atawapatia mawaidha. Uko na kijana amemaliza shule, amesema hataki kwenda form 1. Yeye ni mwanaume, sasa akatafute kazi. Daktari yuko hapa atapatia mawaidha. Pengine kuna wazazi wanasema mtoto amemaliza class 8 msichana aozwe. Daktari yuko hapa kuzungumza nanyi. Juzi nimesikia watu wakisema naringia mafans, amekataa kufollow watu Instagram, amekataa kurespond messages, hata kim-DM, amekataa kwenda show interviews, amekataa. Kitu moja mnafaa kuelewa, the only thing Nyashinski owes his fans is good music. Just good music. The rest ni other business. Si ni kujitakia, si lazima awafollow Instagram, si lazima kufollow Twitter. Hiyo ingine ni kujitakia. As long as anawapa muziki nzuri, basi acheneni naye.
Imetosha. Tunataka kuzungumza kuhusu exams. Kuna SMS imetoka kwa Julius Angati, anasema kiwa Nairobi. Anita, daktari, ningetaka unisaidie. Niko na mtoto ambaye ameanguka mtihani. Ni sababu anasema mzazi wake akona pesa. Mtoto alikuwa shule kubwa kabisa na ameanguka kabisa, na shindo tutafanyaje na yeye? Anaweza saidikaje? By the way, Anita, hiyo ni situation we must address sai. Hebu kwanza tutoke kwa mzazi. Tuende kwa mtoto. Yes. Wewe mtoto, umepewa nyumba. Rent hujui bei. Hata ulisikia wapi? Umelipiwa nyumba, umelipiwa stima, umelipiwa maji, unalipiwa nguo. Na the only max hata wewe unaweza leta shule ni inakaa balance ya airtime. Hiyo si mbali na matusi. Okay, si mbali, lakini kusema tu kweli, concentration cha babako Waswahili usema si chako. Hata kidogo ncha. Cha babako si chako. Ama wengine pia wanafanya hivyo kwa sababu brother yangu ama sister yangu ni mrich, ama hata nisaidia. Mimi ni last born, hata nisipoendelea maisha still watakuja na watanisaidia. Waacha niwaambie, maisha ni yako peke yako. Peke yako. Saa hii mzazi anaweza filisika. Si ni kweli? Ni kweli. Anaweza enda down. Anda. Anaweza dedi na hamkuwa mnajua kuna malone. Si nimepata ukiongea kuhusu familia mingi. Anaweza dedi alafu mabrother wako zingine na sister zako hamkuwa mnajuana mkuje. Mkwatuka ambao. Ile 100k iko huko mnagawana watoto 20 kila mtu 5k na unaambiwa hii ni maisha yako. Urithi wako ndio huu. Anza life. So wewe hata wewe unafaa kujua mzazi saa zile anakupatia environment ya kuenda ujimudu wewe mwenyewe. Do your bit. Do as if hakuna mtu mwingine. Kwa sababu mzazi amekufanyia their best. Hiyo ndio inaitangwa right. Kuna mahali itafika ya privilege. Privilege ni kupelekwa shule ambao ni kibinafsi, private school. Hiyo ni ile ya kupatiwa pocket money. Privilege nyingine ni kupelekwa boarding so that usisafe sana kutembea. Hiyo ni privilege. Otherwise the right ni to education. Unaweza enda hata ile shule inaitangwa Dikoria Primary School kwa sababu labda huko ndiko mzazi wako alisomea. So mzazi yeye alienda through hustling, hataki wewe uende through the challenges zenye umeenda. Anataka kuwe na easy life. Yes, easy life. So tumia mali ya budako ama madhako mapema na utumie vipoa kuliko misuse. Na wewe Julius, ukimpenda sana mtoi na mwaribu, utamharibu. Na ukimharibu, machozi itakuwa tu ni yako. Ona sasa imekuwa hapo. 020445975 020445975. Nataka kuchukua simu zenyu. Tunaweza zungumza kwenye SMS ni 22494. Kumbuka pia unaweza niandikia kwenye Facebook Radio Jambo Kenya ama Anitare. Twitter unanipata @Radio Jambo Kenya @Anitare hashtag kama kawaida ikiwa ni Semanare. Pengine uko na mtoto pale nyumbani, uko na shida kama hii ya Julius, unataka mawaidha. Pengine mtoto alianguka, pengine mtoto amekataa kwenda secondary, pengine mtoto wako alipata hii bedhe tuta address tukimalizia watu wengi wanapata mimba. Na unapata anashindwa kuendelea na shule, mzazi atadili nayo aje. Lazima tuangazia. Beatrice ukiwa Garissa. Mambo vipi Anita? Niko salama kabisa mam. Niambie habari ya Garissa. Garissa tuko fiti. Nieleze sasa mami. Hata mimi Anita acha nikuambie, nilikuwa Raimo. Sasa katika ile harakati ya kuwa Raimo. Pia hata mtu alianguka ile mbaya, nilikuwa na 295. Then by that time it was 2015. Then by that time in our school I was the only top girl. Nikwambia baba aliniambia wewe utaenda polytechnic. Kando na polytechnic sioni. Na si tu mtu ana pesa, ako na pesa. Alikataa kukupeleka secondary. Alikataa, ikawa tu hivyo. Sasa ulienda polytechnic? Si kwenda, mimi nilikataa pia. Ulifanya nini? Kufanya kitu chochote, nikaamua tu kujiuzulu nyumbani mpaka na saizi from 2015 up to now. Sasa miaka mbili? Ni miaka mbili? Almost something like now 3 years. Sasa nikuulize, uko kwenu si kuna serikali? Serikali wako. Wako. Umeenda umeongea na chief wa area ukamwambia hii mambo? Kwa sababu right yako ni kwamba unafaa upelekwe shule na mzazi kama hawezi afford, sasa hapo ndipo serikali inaingilia. Sasa wako ni kukataa na kataa.
kuna mzee mmoja alitokelezea hapo hivyo nyumbani. Nikaona ni kama imeenda kuleta mambo mbaya, nikamwambia wacha tu ikae. Hata chief alijaribu. Aliambia chief, mimi siwezi peleka mtu wa 295 kwa shule, huyu aende polytechnic akitaka, asipotaka ache. Juu kuna bradangu ako na wanawake wawili. Sasa ule mwingine alikuwa na 335. Sasa huyo ndo alifaulu, ampeleka shule. Ni kulinganishwa Pole sana mami. Asante. Hilda ukiwa Kangemi? Hello, sasa. Niko salama kabisa mami, niambie. Maria studio. Niko poa nashukuru. Maria daktari. Mimi niko salama nashukuru pia. Sasa nilikuwa nataka kusema hivi. Nimesikia daktari akisema ati kama mzazi ya kusoma, sijui nini. Kama mimi si kusoma, lakini my first born alikuja na 320 na anaenda form 4. Amen. Second born amekuja na 301 anaenda form 1 next year. Wewe. Unaona sasa, lakini mimi si kusoma. Sasa wewe ulisoma lessons na sasa hiyo ndio una instill kwa watoto wako. Ni vizuri mzazi kama wewe haukufaulu, si kusema watoto wako hawezi faulu, na wewe ni case. Wewe ni kesi ya kuonekana kwamba yale haukuweza kutenda umetendea watoto wako. Na uendelea kuweka wengine wazazi motisha, especially huko Kangemi, waambie wapeleke watoto shule. Lilian ukiwa Njiru? Hello, ni Tare. Yes ma'am. Mambo? Niko poa kabisa. Nilikuwa nataka kuchangia. Changia mami. Okay, mimi nilifanya class 8 to 9. 209. Na nilifail nikapata 280. Mbona unacheka? 280 huko umeanguka sana. Sasa nilipata 280, mamangu alikuwa discouraged. Alafu akaniambia ati niende, walikuwa wanachangia like niende ushago nikae huko. Enda high school. But then school give up, nikaenda high school. Nilienda high school mbaya yenye mamangu alikuwa. Nikaenda high school nikangangana nikapata A-. Wewe kwa KCSE kungangana ulijaribu. Wewe si kungangana. Ulijaribu. So kupata A-, nilikuwa na feel as in si chenye mamako anafikiria, ni chenye wewe mwenyewe unataka. Ndio. Wewe ulijikaza na ukajikakamua. Na Lilian unafaa utembee mashule wewe. Unafaa utembee uende uambie wanafunzi ni nini ulifanya ukapata A- na ulikuwa umepata tuseme C+. 280 ni kama C+ hapo uliimprove aje ukaenda juu. By the way. Aya, sawa asante sana Lilian. Nasikia ni mentality yako, si ya mzazi wako hata kidogo. Ratichu ukiwa Kitengela? Ni Dare. Yes. Jambo. Niko salama kabisa. Bila shaka ni Ratichu kutoka Kitengela Coping Stage. Kwanza mimi najua wakati nilikuwa nyumbani nikiwa shuleni. Nilikuwa nyumbani sana, mimi nilikaa nje. Na kwa sababu nyingi za nyumbani. Au kazi niko na watoto wawili. Kafika mahali wazazi walikuwa nasema hawana pesa. So nikawa mama wangu wawili wako shuleni na mimi niko shuleni. Kabidi nikaachia sana wasome. Na akamaliza shule. Kwa hivyo uliacha shule ili sister kwa some? Niliacha ili asome. Wewe ni first born? Pole anapotea. Edwin ukiwa Kisii? Hello. Yes. Ni Edwin kutoka Kisii. Yes, Edwin punguza sauti yako ya radio baba. Nimepunguza, acha nitoke karibu na radio. Niambie sasa. Mimi ni Shabiki Mgeni, napongeza kipindi. Karibu sana ndani ya Radio Jambo na uendelee kutegea. Sawa. Haya.